Tutasoma kutoka katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 19, nitaanzia mstari wa 11. Kitabu cha Ufunuo 19:11 inakuelezea kwamba huyu Yesu anayekuja mara ya pili, ambao watu wanamsubiria, haji kushikana mikono na watu wala kufanya harusi. Yesu anakuja kuhukumu. Yesu anakuja kuua. Yesu anakuja kuhukumu. Yesu haji kushikana mikono na watu na kuimba hosana hosana, mbarikiwa. Unajua kuna watu wengi makanisani wanafundishwa kwamba Yesu atakapokuja mara ya pili atakuja kuwashika mikono, kuwakumbatia, kuwafuta machozi na kuwapumzisha, sijui mkaimba sifa. Lakini Biblia inakwambia wale watakaofuta machozi ni wale watakaomfuata mwanakondoo, lakini wengine wote watahukumiwa na hukumu ni kifo. Tutasoma kutoka Ufunuo wa Yohana 19 kuanzia 11, tuone jinsi Yesu mnayesema kwamba ni mpole sijui na nini. Biblia inakwambia Yesu atakapokuja mara ya pili haji kama mwanakondoo. Yesu atakapokuja mara ya pili haji kama mwanakondoo. Yesu atakapokuja mara ya pili anakuja kama simba. Biblia inakwambia Yesu mara ya kwanza alikuja kama mwanakondoo, lakini Biblia inakwambia Yesu atakapokuja mara ya pili atakuja kama simba. Na nadhani kila mtu anajua sifa ya simba inakuwaje. Kwa hiyo nitasoma kutoka kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 11. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli, naye kwa haki ya hukumu na kufanya vita. Kwa hiyo Biblia inakwambiaje kwamba Yohana alimuona Yesu? Nola. Kwanza turudi mstari wa 10 tuone. Mstari wa 10. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiye roho ya unabii. Kwa hiyo Biblia inakwambia kwamba msujudie Yesu peke yake, kwa sababu Yesu ndiyo roho ya unabii. Tukaenda mstari wa 11, anakwambia yule mwanakondoo aliyeketi kwenye farasi mweupe alienda kufanya vita. Kwa hiyo hii inakuonyesha Yesu atakapokuja mara ya pili haji kushikana mikono na watu wala kuimba haleluya. Yesu anapokuja mara ya pili anakuja kama simba. Anakuja kufanya vita, kwa sababu yeye ni mfalme wa wafalme. Nitarudia tena. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli, ila naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Kwa hiyo Yesu anapokuja mara ya pili, ndio maana Biblia inakwambia Yesu alikuwa na mataji mengi kichwani mwake. Mtu ukiwa na mataji mengi kichwani mwako inamaanisha nini? Ukiwa na mataji mengi kichwani mwako, it means umefanya vita. Kwa hiyo Yesu atakapokuja anakwambia atahukumu kwa haki na kufanya vita. Kwa hiyo nyinyi mnaofikiria Yesu atakuja kushikana mikono na kuimba hosana, nyinyi hamuijui Biblia. Kwa sababu Biblia inakwambia katika Ufunuo wa Yohana 19:11, Biblia inakwambia Yesu anakuja kuhukumu kwa haki na kufanya vita. Sasa huyu Yesu anakuja kufanya vita na nani?
Nitasoma kutoka kitabu cha Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Biblia kwenye Yohana 3:16 inakwambia, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee. Bali swali linakuja, huyu Yesu aliupenda ulimwengu gani? Kwa maana ukienda kusoma kwenye Ufunuo wa Yohana 19:11 inakwambia Yesu atakapokuja atafanya vita na mataifa mengi. Hiyo inamaanisha nini? Nitarudia Ufunuo wa Yohana 19:11. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli, naye kwa haki ya hukumu na kufanya vita. Kwa hiyo huyu Yesu anakuja kufanya vita. Yesu anakuja kuokoa na vile vile anakuja kufanya vita. Sasa swali linakuja, huyu Yesu anakuja kufanya vita na wakina nani? Tuendelee. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi. Kwa hiyo Biblia inakwambia juu ya kichwa cha Yesu kulikuwa kuna taji nyingi. Alafu mstari wa 11 amekwambia Yesu atakapokuja mara ya pili atafanya vita, atahukumu na kufanya vita kwa haki. Lakini tumesoma kwenye Yohana 13:16 inakwambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kulingana na mafundisho ya kawaida ulimwengu unatakiwa kuwa dunia nzima, lakini Ufunuo wa Yohana 19:11 wanakwambia huyu mwanakondoo atakuja kufanya vita. Mwanakondoo atakuja kufanya vita na nani? Na tumeendelea mstari wa 12 tunaona huyu Yesu atakuwa na vilemba vingi, au kwa maana nyingine tunaita atakuwa na taji nyingi. Mtu akiwa na taji nyingi ametoa wapi? Tunaendelea. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Kwa hiyo Biblia inakwambia Yesu vazi lake lilikuwa limechovya damu. Wengi wanasema kwamba ile ni damu kwa sababu alitufia sisi. Ile ni damu ikionyesha kwamba Yesu atakuja kufanya vita na mataifa na kuwakomboa wana wa Israeli kokote kule waliko sambazwa. Utajuaje hiyo? Kwa hiyo tumesoma kwenye Ufunuo 19:11 tumeona yule mwanakondoo haji tena kama mwanakondoo. Yesu anapokuja mara ya pili anakuja kama simba wa Yuda, na kama unavyomjua simba haji kucheka na mtu. Yesu anapokuja mara ya pili haji kucheka na raia kama mnavyofundishwa kanisani. Tumeona Ufunuo wa Yohana 19:11 tumeona kwamba huyu mwanakondoo anapokuja mara ya pili anakuja kufanya vita. Kwa nini? Rudi kwenye Danieli. Rudi kwenye kitabu cha Danieli. Danieli 2 mstari wa 34.
nawe ukatazama hata jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono. Hili jiwe linamaanisha Yesu. Na ukienda juu zaidi linamaanisha taifa la Israeli. Hili jiwe ambalo halikuchongwa na mikono ya mtu lilifanyaje ile sanamu? Ile sanamu inamaanisha tawala zitakazokuwepo hapa duniani kabla Yesu ajaje. Na tawala ya mwisho ni tawala ya Rumi, ambayo ilikuwa inaonyesha ile miguu ya chini ambayo ilikuwa ni chuma na udongo. Ile miguu ilikuwa na vidole 10. Hiyo inaonyesha nchi ya Rumi ilipoanguka, au utawala wa Rumi ulipoanguka, uligawanyika katika nchi ndogo 10. Mwanzo zilikuwa 7, baadaye zikawa 10. Kwa hiyo yule mnyama wa Danieli ambaye alivunjwa na lile jiwe ambalo halikufanywa kwa mikono ya mtu, lile jiwe ni Yesu. Ukienda kwenye Ufunuo wa Yohana 19:11 anakuambia Yesu atakuja kufanya vita. Yesu atakuja kufanya vita na nani? Kwa sababu kanisani wanawaambia Yesu anatuokoa wote. Sasa huyu Yesu atafanya vita na nani? Yesu atafanya vita na yule mnyama wa 4 ambaye ni utawala wa Rumi. Utawala wa Rumi kwa sasa hivi ni wakina nani? Utawala wa Rumi kwa sasa hivi ni hao wanaojiita NATO na EU. Kwa sababu Rumi ilipoanguka iligawanyika katika nchi 7. Alafu baada ya hapo ilikuja kwenye kipindi kinaitwa Renaissance. Shaona? Kwa hiyo tunaendelea. Nalo lile jiwe likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, ikaivunja vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja kwa kupepeta wakati wa hali, upepo ukivipeperusha hata pasionekane mahali pake. Na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa, ukaijaza dunia yote. Kwa hiyo tumeona kwenye Ufunuo kwamba huyu mwanakondoo atakapokuja mara ya pili, ambaye ni Yesu, atakuja kufanya vita. Tumerudi kwa Danieli tukaona huyu mwanakondoo au hili jiwe ambalo waashi walilikataa, ambaye ndio Yesu, atafanya vita na nani? Mwanakondoo huyu au Yesu atafanya vita na utawala wa Rumi, ambao ndio ile sanamu, ile miguu, lile jiwe liliibonda ile miguu na mahali pake hapa kuonekana. Kwa hiyo tunaendelea. Kwa hiyo tutajuaje sasa kwamba ile miguu ya pale chini ni Rumi? Sasa tuende kwenye hiyo tafsiri ya ndoto ili baadaye tuende kuendelea kuona huyu Yesu atakapokuja atafanya nini. Naendelea. Mstari wa 36. Hii ndio ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele yake mfalme. Wewe mfalme wa wafalme, Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu na wanyama wa kondeni na ndege wa angani wamewatia mkononi mwako, nawe amekumilikisha juu ya hayo yote, wewe ukichwa kile cha dhahabu. Kwa hiyo hili sanamu kichwa chake kilikuwa cha dhahabu. Kichwa cha hili sanamu kilikuwa ni kichwa cha dhahabu. Na Danieli akamfafanulia Nebukadneza, akamwambia kile kichwa cha dhahabu kilikuwa kinamaanisha utawala wa Wakaldayo au utawala wa Babeli. Tunaendelea. Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe, na ufalme mwingine wa 3 wa shaba utakaoitawala dunia yote. Kwa hiyo baada ya Babeli, sasa tunaenda hapa kufasiri ile sanamu. Tumeona kwamba Babeli ndo kile kichwa cha dhahabu, alafu kilichokuja ilikuwa ni shaba. Baada ya Babeli uliinuka utawala ambao unaitwa Media na Persia. Hao watawala wa Persia ndio walikuja wakaipiga hii tawala ya Babeli, wakaitawala dunia ya kipindi hicho. Kwa hiyo tunaendelea.
na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakao itawala dunia yote. Ufalme wa shaba ulikuwa ni ufalme wa tatu. Ufalme wa shaba ambao ulikuwa ni ufalme wa tatu ulikuwa unaongelea Wagiriki, sio Media na Persia. Ufalme wa pili ambao ulikuwa ndio hiyo Media na Persia. Ufalme wa tatu ulikuwa ni Giriki. Tunaenda kwenye ufalme wa nne, na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma, maana chuma kuvunja vitu vyote, kuishinda kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakapovunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo na miguu, vidole kwa nusu vidole vya mfinyanzi na nusu chuma. Ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwa nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Kwa hiyo Danieli alitoa fasiri ya ndoto ya Nebukadneza, akaanza akasema kile kichwa kilikuwa kinamaanisha utawala wa Babeli. Kifua kilikuwa kinamaanisha utawala wa Persia. Utawala uliofuata ulikuwa ni wa Giriki. Utawala mwingine ambao ulifuata hapo chini ulikuwa ni utawala wa Roman Empire, utawala wa Rumi. Na huu utawala wa Rumi nakwambia ndio ile miguu ambayo ina vidole 10. Utawala wa Rumi uligawanyika, baadaye uligawanyika katika nchi 7, baadaye zikaongezeka zikawa 10. Kwa hiyo utawala wa Rumi mpaka sasa hivi bado upo, uligawanyika tu zikawa nchi za Ulaya. Ndio maana kwenye 34 amekwambia lile jiwe dogo ambalo ndio Yesu litakaloinuka litaibonda hii sanamu. Tumesoma kwenye Ufunuo wa Yohana 19:11 anasema kwamba Yesu atakuja kufanya vita na mataifa. Kwa hiyo Yesu atakapokuja mara ya pili ataukuta huu utawala wa Rumi. Sasa Yesu ndio lile jiwe ambalo litaibonda hii falme miguuni. Kwa hiyo tuendelee. 19 Ufunuo wa Yohana, turudi Ufunuo wa Yohana 19:13. Twende 14. Na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wakapanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Kwa hiyo Biblia inakwambia huyu mwanakondoo aliyekuja kufanya vita na mataifa atakuwa na jeshi kutoka mbinguni, na hili jeshi litapanda farasi weupe. Kwa hiyo sasa hapo usitanganye ukasema kwamba hawa farasi ilikuwa inamaanisha
Kwa hiyo tunaenda kwenye Matendo ya Mitume 1 kuanzia mstari wa 9. Tumeona kwenye Ufunuo wa Yohana tumeambiwa mwana-kondoo atakuja amepanda farasi mweupe. Atakuja amepanda farasi mweupe, na majeshi ambayo yatamfuata nao watakuwa wamepanda farasi mweupe. Tarudia 11. Kisha niliziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ya hukumu na kufanya vita. Kwa hiyo tunaona Yesu atakuja amepanda farasi mweupe, ruke chini, na majeshi yaliyokuwa mbinguni wakamfuata wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri. Kwa hiyo tunaona Yesu atakuja amepanda farasi mweupe. Kwa hiyo watu wanafikiria watamuona Yesu amekuja amepanda farasi kama farasi unaona kwenye movie. Huo ni uongo. Yesu atakuja amepanda farasi kama farasi mnyama. Ile farasi mweupe, hilo ni fumbo. Farasi mweupe ambayo Yesu atakuja naye ni fumbo, sio farasi kama farasi mweupe. Farasi mweupe ambayo Yesu na malaika watakuwa wamepanda kuja kufanya vita na watu. Kwa Kiswahili kingine tunaita pepo za kisulisuli. Pepo za kisulisuli, ile pepo ya kisulisuli iliyomchukua Elia kwenda mbinguni, hiyo ndo Yesu atakuja nayo. Kwa jina jingine tunaita mawingu. Kwa Kiingereza tunaita chariot. Kwa hiyo nitasoma Matendo ya Mitume 1 kuanzia mstari wa 9. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazamana, akainuliwa na wingu likampotea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu juu mbinguni atakuja jinsi hiyo mliomwona akienda zake mbinguni. Kwa hiyo maandiko yanakwambia Yesu alichukuliwa na wingu kwenda mbinguni. Alafu anakwambia Yesu atakuja tena kwa njia hiyo. Ushaona? Lakini ukienda kwenye Matendo kwenye Ufunuo wa Yohana anakwambia Yesu alikuja na farasi. Je, maandiko yanapingana? Hamna. Kwenye Matendo ya Mitume 11 kuanzia 9:1-11 anakwambia Yesu alichukuliwa na wingu.
alafu wakaambiwa Yesu atakuja kwa jinsi hiyo hiyo. Lakini kwenye Ufunuo anakwambia Yesu alikuja na farasi. Mbona hivi vitu vinatengana? Hamna. Yule farasi wa kwenye Matendo ya Mitume, yule farasi wa kwenye Ufunuo wa Yohana ni lile wingu. Ndio maana nimekwambia huyu farasi ni lile wingu, au huyu farasi ni kitu tunachoita pepo za kisulisuli. Tunaenda kuthibitisha hivyo. Kwa hiyo Yesu alipochukuliwa na wingu, wanafunzi wake wakaambiwa atakuja tena hivyo hivyo alivyoondoka. Kwa hiyo Yesu atakuja tena na mawingu. Lakini tumeona kwa Ufunuo wa Yohana unaambiwa Yesu alikuja na farasi mweupe. Kwa hiyo yule farasi mweupe ndio lile wingu. Lakini anaongea kwa mafumbo. Kwa hiyo tumeona kwenye Matendo ya Mitume 1 kuanzia mstari wa 9, Yesu alichukuliwa na wingu. Alafu malaika wakawaambia wanafunzi wao, huyu Yesu aliyechukuliwa na wingu atarudi kwa namna hiyo hiyo. Je, hili ni wingu la mvua? Hamna, hilo sio wingu la mvua, hayo ni mafumbo. Kwa hiyo nitasoma Zaburi 104 kuanzia mstari wa 3. Na huziweka nguzo za orofa zake majini, huyafanya mawingu kuwa gari lake. Anaongelea gari nini? Anaongelea pepo za kisulisuli. Kwa hiyo unaambiwa kwamba Mungu huyafanya mawingu kuwa gari lake. Anaongelea gari gani hapo? Anaongelea pepo za kisulisuli. Kwa hiyo Yesu alipochukuliwa na wingu, lile alikuwa wingu kama wingu na wingu mengine. Yesu alipochukuliwa na lile wingu, ilikuwa inamaanisha hizi pepo za kisulisuli. Kwa maana nyingine tunasema huyu farasi mweupe. Tutaendelea. Na huziweka nguzo za orofa zake majini, huyafanya mawingu kuwa gari lake, na kwenda juu ya mbawa ya upepo. Kwa hiyo unaambiwa kwamba Mungu hufanya mawingu kuwa gari lake. Ndio maana unaambiwa wapanda farasi na farasi. Hili wingu wakati mwingine linafananishwa na wapanda farasi au magari ya moto. Kwa hiyo tunapoongelea lile wingu lililomchukua Yesu, tunaongelea yale magari ya moto, au tunaongelea lile gurudumu la moto au pepo za kisulisuli. Kwa Kiingereza tunaita chariot, kwa Kiebrania tunaita malakabu. Kiebrania hili gari la kisulisuli tunaita malakabu. Kwa hiyo lile wingu lililomchukua Yesu kwa Kiebrania tunaita malakabu. Kwa Kiswahili tunaita pepo za kisulisuli. Na kwa nini liliitwa wingu pale? Kwa sababu hizo ni njia za mafumbo za kuongea Biblia. Lile wingu lilikuwa ni pepo ya kisulisuli. Pepo ya kisulisuli kwa maana nyingine tunaita wapanda farasi na magari ya moto. Kwa hiyo haya magari ya moto kama unayoona wazungu wanacheza movie, wao wanaita flying saucers. Wazungu wanaita haya magari flying saucers. Kwa hiyo unapoona movie kama Independence Day, movie kama Independence Day, mle kwenye movie Independence Day unaona lile limeli kubwa linakuja ambao wanaita alien. Lile limeli kubwa linakuja kama wingu, alafu kwa muda huo linakuwa linawaka moto.
lile wingu ulioliona kwenye Independence Day, hizo ndio pepo za kisulisuli ambapo wazungu wanaita flying saucers au wanaita unidentified flying object. Lakini kupitia maandiko sisi tunaelewa kuwa zile sio unidentified flying object. Kwa maana nyingine unidentified flying object kwa Kiswahili tunasema kwamba ni vitu vinavyopaa ambavyo haviwezi kuelezeka kwa physics, kwamba ni vitu ambavyo vinapaa ambapo hakuna physics ambayo unaweza kuelezea. Ndio maana wazungu wakaviita unidentified flying object, au wazungu wakaviita unidentified aerial phenomena. Wazungu wameziita hizi meli ambapo wanadai kwamba huko ndani kuna alien, wakaita unidentified aerial phenomena. Lile neno unidentified inamaanisha ni kitu ambacho hakitambuliki. Lile neno aerial linamaanisha kwamba ni kitu ambacho kinapaa kwenye anga lakini hakitambuliki. Kwa maana nyingine ni kwamba hivi vyombo wanavyoviita wazungu kwamba alien ndio wako humo, ni vitu ambavyo kwa physics ya kawaida au kwa mazingira ya kawaida ni vitu ambavyo huwezi kuvielezea. Hakuna sheria ya physics ambavyo inaweza kuelezea hivi vyombo. Kwa hiyo ndio maana unaona wazungu wanacheza movie kama Independence Day, wanakuambia kwamba wale ni alien, lakini ukiangalia Biblia wale sio alien, wale ni malaika. Kwa hiyo nitarudia Zaburi 104 kuanzia mstari wa 2. Umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu kama pazia. Kwa hiyo Biblia inakwambia Mungu kazitandika mbingu kama pazia. Kwa hiyo hii inaonyesha utukufu wa Mungu. Ndio maana kwenye sayansi wanakwambia kwamba wanasayansi wakubwa kama Albert Einstein wanakwambia kwamba kitu kinaitwa universe. Universe, tunapoongelea universe tunaongelea vitu vyote Mungu alivyoviumba. Wazungu wanakwambia universe haina mwisho. Kila siku universe inapanuka. Na ukienda kwenye kitu kinaitwa solar system, huu mfumo wa jua na mwezi na kila kitu, sisi tupo katika mamilioni na mamilioni ya kitu tunaita galaxies. Kwa hiyo wazungu wanakuambia kupitia sayansi kwamba universe ina expand kila siku. Naposema ku expand ni nini? Inamaanisha kwamba hili anga halina mwisho. Ndio wazungu wanakuambia kupitia sayansi. Lakini sisi tunakuambia kupitia Biblia ambayo ni Zaburi 104:2. Umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu kama pazia. Kwa hiyo tunapoongelea mbingu tunaongelea nini? Tunaongelea the universe. Kwa maana nyingine mbingu tunaita the universe. Kwa hiyo Mungu anapozitandika mbingu inamaanisha mbingu hazina mwisho. Tunaposema Mungu amezitandika mbingu tunamaanisha mbingu hazina mwisho. Na hiyo unaweza ukaithibitisha kisayansi. Hakuna uchunguzi au sayansi iliyokuja kuelezea kwamba hii universe au hii mbingu ina mwisho. Alafu tunaendelea, anakwambia umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu kama pazia. Unapokuwa na pazia lako, unapolifungua, lile pazia linafunguka, linafunguka. Ndio Mungu anapozitandika hizi mbingu. Ndio maana wazungu mpaka leo hawajaweza kugundua kwamba mbingu zina ukubwa gani.
kwa sababu mbingu ni kama pazia. Kipindi unafikiri kwamba wewe umeweza kugundua mbingu, lakini Mungu anakuambia kwamba yeye anazitandulua tena. Unaendelea na kuziweka nguzo za orofa zake majini, kufanya mawingu kuwa gari lake. Kwa hiyo unaporudi kwenye Matendo ya Mtume unaambiwa Yesu aliondoka na wingu, inamaanisha lile ilikuwa ni pepo au gari la kisulisuli. Kwa hiyo tumeshaona lile wingu ni yale magari, yule farasi ni yale magari ya moto. Kwa hiyo tuendelee kufafanua haya magari yanakuaje, au hizi pepo za kisulisuli zinakuaje. Zaburi 68:17, magari ya Mungu ni 20,000 maelfu, Bwana yumo kati yao kama katika Sinai, katika patakatifu. Kwa hiyo tumeona lile wingu ambalo Yesu alipaa nalo, kwa tafsiri ya Biblia lile ilikuwa ni gari au gari la moto au pepo za kisulisuli. Kwa hiyo Biblia inaendelea kukuelezea kwamba haya magari ya Mungu au hizi pepo za kisulisuli ziko nyingi hazihesabiki.
Tasoma kutoka Mathayo 24 kuanzia mstari wa 29. Lakini mara baada ya ziki ya siku ile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Kwa hiyo Biblia inakwambia nyota za mbinguni zitaanguka na nguvu za dunia zitatikisika. Anaposema nyota za mbinguni zitaanguka, anamaanisha nini? Pia anamaanisha ule uharibifu utakao kuja. Na unaposema nyota, sio lazima ziwe nyota. Hiyo inamaanisha mabomu ya nyuklia. Mabomu ya nyuklia wakati mwingine yanaongelewa kama nyota. Tuendelee. Ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu wataomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kwa hiyo tumeshaona kwamba kwenye Matendo 1 kuanzia 9 kwamba Yesu alichukuliwa na wingu, alafu vivyo hivyo atarudi na hilo wingu. Kwa hiyo Mathayo 24 inapokuambia ndipo ishara ya mwana wa Adamu itakapoonekana na utukufu, alafu Biblia inakwambia mwana wa Adamu atakuja pamoja na jeshi la mbinguni. Kwa hiyo siku ya mwisho itakapofika, hauhitaji mtu kukwambia hii ni siku ya mwisho, kwa sababu wale malaika na yale magari, pepo za kisulisuli zitakuwa kutoka mwanzo wa dunia mpaka mwisho wa dunia. Ndio ile ishara ya mwana wa Adamu itakapoonekana. Na kwa nini maandiko yanakwambia watu watalia? Watu watalia kwa sababu gani? Watu watalia kwa sababu gani? Turudi Ufunuo Yohana 19:11. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli, naye kwa haki ya hukumu na kufanya vita. Unaona, watu watalia kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu anapokuja haji kucheka na raia. Kwa hiyo tumeona kwenye Ufunuo wa Yohana ile vazi la mwanakondoo lilikuwa lina damu. Sasa tuende kuangalia ile damu, damu kwa sababu yeye alikufa au ni damu kwa sababu yeye aliua? Watu wanasema kwamba mwanakondoo atakuja, vazi lake litakuwa na damu. Sasa hii damu aliipataje? Je, hii damu kwenye vazi la Yesu kama manabii walivyoona kwenye ujio wake, au kama tulivyoona kwenye Ufunuo wa Yohana 19:11 na kuendelea, kwamba vazi lake litakuwa limechovya kwenye damu? Watu huwa wanaishia tu hapo na kutoka, watasema kwa sababu mwanakondoo alizibeba dhambi za ulimwengu, ndio maana vazi lake limechovya kwenye damu. Lakini hivyo sivyo. Kwa nini vazi la mwanakondoo limechovya kwenye damu? Nitasoma Ufunuo Yohana 19:13. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu. Kwa hiyo manabii waliona vazi ambalo Yesu alikuwa amevikwa limechovya katika damu. Hiyo ilikuwa inaongelea mafumbo. Sasa tuende tukaangalie ili vazi lilikuwa limechovya kwenye damu gani? Je, ni damu kwa sababu Yesu alitolewa sadaka, au ni damu kwa sababu Yesu alikuja kufanya vita
na mauaji yake yalikuwa mengi, ndio maana vazi lake limechovya kwenye damu. Utasoma Isaya 63:1. Ni nani huyu atokaye Edom mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bozi? Kwa hiyo huyu ni Yesu tena. Biblia inakwambia ni nani huyu atokaye Edom na mwenye mavazi yake yametiwa damu. Tunapoongelea Edom tunamaanisha ni wale watu ambao Yesu ana ugomvi nao, wagomvi wa Yesu, au kwa maana nyingine unawaita wazungu. Kwa hiyo tunaona lile vazi la Yesu limechovya kwenye damu kwa sababu gani? Ufunuo unakwambia mwanakondoo alikuwa na vazi limechovya kwenye damu. Sasa kwa nini mwanakondoo au Yesu alikuwa na vazi limechovya kwenye damu? Si kwa sababu alikufa msalabani, kwa sababu Yesu atakaporudi mauaji yake yatakuwa ni mengi kiasi kwamba manabii wakafananisha vazi lake kwamba limechovya kwenye damu. Tunaendelea. Huyu aliye na nguo za fahari anayekwenda katika ukuu na uwezo wake, mimi nisemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anajisema yeye asemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Unaona? Kwani mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kama za mtu akanyagaye zabihu? Anajibu, nalikanyaga shinikizo peke yangu, wala katika watu hakukuwa na mtu pamoja nami. Nami naliwakanyaga kwa hasira yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu. Kwa hiyo Isaya 63 inakuelezea kwa nini vazi la Yesu, wakati nabii au mtume Yohana anamuona Yesu akiwa anakuja mara ya pili, anakuambia vazi lake lilikuwa kama limechovya kwenye damu. Nimeshakwambia ile damu si kwamba Yesu alikufa ndio maana vazi lake linaonekana vile. Ukisoma kule Isaya 63 nakwambia vazi la Yesu linaonekana kama lilichovya kwenye damu kwa sababu Yesu atakuja kufanya mauaji mengi. Kwa nini? Kwa sababu ya dunia na maovu yaliyopo humu. Yesu atakuja kufanya vita, na wala Yesu haji kushikana mikono na watu. Endelea. Kwani mavazi yako kuwa mekundu na nguo zako kama za mtu akanyagaye zabihu? Ona, naam, nalikanyaga kwa hasira yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao, nami nimezichafua nguo zangu zote, maana siku ya kisasi ilikuwa moyoni mwangu. Kwa hiyo huyu ni Yesu. Watu wanaoambia Yesu anapenda watu wote kwa ni uongo. Yesu kuna watu wana kisasi nao. Ndio maana vazi lake litakuwa kama limechovya kwenye damu, kwa sababu Yesu anakuja kufanya vita na wagomvi wake. Moja kati ya wagomvi wa Yesu ni watu wanaojiita weupe. Sio weupe, ni wekundu. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu kwanza ndio chanzo cha maovu yote hapa duniani. Toka waje kutawala au watu wanaojiita weupe, ndiko maovu ya hapa duniani yaliongezeka. Kwa hiyo tunaenda kumuona huyu Edom au Esau. Kwa nini Yesu atakapokuja mara ya pili atafanya vita na huyu mtu anayeitwa Esau au Edom, au yule mnyama wa 4 aliyeongelewa kwa Danieli 2 au kwa Danieli 7? Yule sanamu, kipande cha sanamu ambacho ni miguu ya chuma na udongo kwenye Danieli 2, alafu ni yule mnyama wa 4 kwenye Danieli 7, alafu ni lile joka kwenye Ufunuo 13, lile joka kwenye Ufunuo 12. Kwa nini? Huyu ni Malaki 1 kuanzia mstari wa kwanza. Ufunuo wa neno la Mungu
Waisraeli kwa mkono wa Malaki, nimewapenda nyinyi, asema Bwana, lakini nyinyi mwasema, umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo? Asema Bwana, ila nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia, kuifanya milima yake kuwa ukiwa, na ulisi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Kwa hiyo Yesu, Biblia inakwambia hawa watu wanaoitwa Maesau, Mungu ataifanya milima yao kuwa makazi ya mbweha. Anamaanisha nini? Kwamba hao watu wanaojiita wekundu au weupe au wazungu, Mungu ndio au Yesu anamtuma, Mungu anamtuma Yesu kuja kufanya vita nao. Ndio maana kwenye Isaya 63 tumeona ni nani huyu atokaye Edom. Isaya 63 ni nani huyu atokaye Edom. Na kwenye Malaki 1 tunaona kwamba ufunuo wa neno la Bwana kwa Israeli kwa mkono wa Malaki, nimewapenda nyinyi, asema Bwana, lakini nyinyi mwasema, umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo? Kwa hiyo Esau ndio hao wanaitwa Edom. Kwa nini aliitwa Edom? Kwa sababu aliuza uzaliwa wake wa kwanza kwa bakuli la dengu. Luka 4. Ijapokuwa Edom amemtaja sasa hapa, huyu Edom ambaye ana ugomvi na Mungu, na Biblia inakwambia kwamba Mungu anamchukia Esau au Edom. Ni kwa nini? Kwa sababu ya mambo walioyafanya kuanzia na baba yao mwanzilishi wa hilo taifa ambaye ni Esau mwenyewe. Esau alimdharau Mungu, alizarau maagizo ya Mungu. Ndio maana alinyang'anywa uzaliwa wake wa kwanza. Kwa hiyo na kizazi chake kilichokuja waliendelea na hiyo tabia ya kuwa na viburi na kudharau maagizo ya Mungu. Tutaona Malaki hapa anakuambia, ijapokuwa Edom wasema tumepondwa, lakini tutarudi kuijenga mahali palipoachwa hali ya ukiwa. Bwana wa majeshi asema hivi, wao watajenga, lakini mimi nitaangusha, na watu watawaita mpaka wa uovu. Kwa hiyo hawa watu wanaitwa Maesau kwamba sasa hivi ndio wamejenga, huu ndio ufalme wao, lakini Mungu anasema watajenga, lakini ataangusha. Ndio maana unarudi kwenye Isaya 63, kwenye Malaki 1:4 anakuambia, ijapokuwa Edom wasema tumepondwa, lakini tutarudi kupajenga mahali palipoachwa hali ya ukiwa. Bwana wa majeshi asema hivi, wao watajenga, bali mimi nitaangusha. Ataangushaje? Sasa ndio unarudi kwenye Isaya 63, anakuambia ni nani huyu atokaye Edom? Yule Edom au Esau tuliyemuona kwenye Malaki 1, mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra. Huyu ndiye aliye na nguvu na fahari, akwendaye katika ukuu na uweza wake. Mimi nisemaye kwa haki, mjuzi wa kuokoa. Maana siku ya kisasi ilikuwa moyoni mwangu, na mwaka wao uliokombo wao umewadia. Nikatazama wala hakuna wa kusaidia, nikashangaa kwa kuwa hakuna mwenye kutengeneza. Basi mkono wangu wenyewe uniletea wokovu, na adhabu yangu ndiyo iliyonitengenezea. Nikazitanganya kabila za watu kwa hasira yangu, nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu. Hii inarudi wapi? Hii inarudi kwenye Ufunuo wa Yohana 19:11. Biblia inakwambia kwamba kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, na yeye ampandaye aitwaye Mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Kwa hiyo hii unarudi kwenye Isaya 63, anakuambia kwamba basi mkono wangu mwenyewe uniletea wokovu, adhabu yangu ndiyo iliyonitengenezea.
nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu, nikawalevya kwa ghadhabu yangu, nami nikaimwaga kabila za watu kwa hasira yangu. Kwa hiyo hizi kabila inaongelea mataifa, kwamba huyu Yesu ambaye vazi lake lilikuwa na damu, anamaanisha kwamba atakuja kuzikanyaga kabila za watu. Kwa hiyo tuendelee. Huyu ni Isaya tena 34 kuanzia mstari wa 5. Huu ni unabii wa huyu mtu Esau au Edom. Esau alizaliwa mwekundu, na watu pekee hapa duniani wekundu ni wazungu. Kwa hiyo hapa nipo nasoma unabii au mambo ambayo yatawakuta hawa watu wanaojiita wazungu au wekundu baadaye. Na jeshi lote la mbinguni likavumliwa na mbingu zikakunjwa kama karatasi. Jeshi lao lote litanyauka kama vile jani la mzabibu linyaukavu na kupukutika, na kama jani la mti liyeyukavyo na kupukutika. Kwa hiyo hapa anaongelea ile siku ya mwisho ambapo mbingu zitakunjwa kama karatasi. Hiyo mbingu kukunjwa kama karatasi itaambatana na nini? Maana upanga wangu umekunywa na kushiba mbinguni, tazama utawashukia Edom. Kwa hiyo Mungu anaendelea kusisitiza, anakuambia upanga wake utawashukia watu wanaoitwa Edom. Kwa hiyo hizi ni nabii ambazo hazijatimia. Ndio maana ameanza kukuambia kwamba mbingu zitakunjwa kama karatasi, alafu chini akakwambia upanga wa Mungu utawashukia Edom. Kwa hiyo Yesu anapokuja mara ya pili haji kucheka wala kufanya harusi na watu. Yesu anakuja na upanga na moto. Na huo moto utakujaje? Huo moto utakuja kwa vitu vinaitwa pepo za kisulisuli. Upanga wa Bwana umeshiba kwa damu, umenona kwa unono, kwa damu ya wana kondoo na mbuzi, kwa mafuta ya figo na kondoo waume, maana Bwana ana dhabihu huko Bozra. Kwa hiyo huyu Bozra ulikuwa ni mji mkuu wa watu wanaitwa watoto wa Esau au Maedomite. Kwa Kigiriki tunawaita Aidumia. Hao watu wa Idumia, kwa nini waliitwa Idumia? Kwa sababu hawana skin pigmentation. Unaposema skin pigmentation ni watu ambao hawana rangi nyeusi kama mimi. Kwa hiyo watu ambao hawana rangi nyeusi kama mimi hawana madini meusi ya kufanya rangi yao hiyo nyeusi. Hawa ni watu gani? Wazungu. Kwenye Biblia ukiona sehemu imeandikwa Esau au Edom, ni hao watu wanaojiita weupe. Hawa watu si weupe, ni wekundu. Ona. Kwa hiyo ghadhabu ya Bwana au upanga wa Bwana uko kinyume na hawa watu wanaoitwa Maesau. Sasa hawa Esau ndipo wanapokuja kwa ile kitu inaitwa Babeli mpya. Mungu anapokuambia ataiangamiza Babeli, haimaanishi Babeli ile ya zamani, anamaanisha hii Babeli mpya. Twende tukaone. Hii ni Yeremia 50, nitaanzia mstari wa kwanza. Hizi zote ni nabii ambazo zinaonyesha ule mwisho utakujaje. Na tumeona kwamba ule mwisho utahusisha Yesu kuangamiza taifa linaitwa taifa la Edom au Esau, watu ambao hawana rangi, wanajiita weupe,
wekundu. Tutasoma neno hili, ndio lilio neno la Bwana katika habari za Babeli na habari za Wakaldayo kwa kinywa cha Yeremia nabii. Sasa watu wakisoma hapa wanadhani ni Wakaldayo wale wa zamani. Hao Wakaldayo wanaoelezewa hapa ni Wakaldayo wa sasa hivi. Tuendelea. Tangazeni katika mataifa, muhubirini na kutweka bendera. Hubirini, msifiche, semeni Babeli imetwaliwa. Kwa hiyo ndio tunachokifanya hapa. Tunaposema wekeni bendera, tunamaanisha ni kuhubiri kwa mataifa yote kwamba Babeli, ule mji mpya au kwa mara nyingine tunaita Marekani, utatwaliwa. Kwa nini tunasema hii Babeli inaongelewa hapa ni Marekani na wala si Babeli mpya? Beli amefezeshwa, Merodach amefadhaika, sanamu zake zimeaibishwa, vinyago vyake vimefadhaika. Maana toka kaskazini taifa linakuja juu yake, litakayoifanya nchi yake kuwa ukiwa, wala hapana mtu atakayekaa humo. Kwa hiyo unaambiwa hii Babeli itakapoangamizwa hakuna mtu atakayekaa humo ndani. Lakini tunaona Babeli ya sasa hivi ambayo ni Iraki, kuna watu bado wanaishi pale, na wala ile nchi sio ukiwa. Kuna watu wengi wanaishi pale Iraki ambayo ni Babeli ya zamani. Kwa hiyo tunaona hii Babeli sio Babeli ile ya kule nyuma. Kwa hiyo hii Babeli ni Babeli mpya ambayo imenenwa kwenye Ufunuo. Kwa hiyo tukienda Ufunuo wa Yohana 17 mstari wa 5, na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa, Wasili Babeli mkuu, mama wa makahaba na wachukizo wa nchi. Kwa hiyo ukirudi kwenye Yeremia 51:50 utaona hii Babeli ilikuwa ni nchi. Na tumeona kwamba Babeli atakapoangamizwa kwamba Mungu atanyanyua taifa kutoka kaskazini ambalo litaifanya Babeli isikaliwe na mtu tena. Kwa hiyo hii tunaona ni nchi ambayo huu nabii haujatimia, kwa sababu hapa duniani hakuna nchi isiyokaliwa. Lakini hii Babeli itakayoangamizwa itaangamizwa kwa kiasi kwamba hakuna mtu atakayekaa. Na hiyo inamaanisha nini? Hii inamaanisha kuna silaha moja tu inayoweza kufanya hiyo kazi, nayo hiyo ni nyuklia, silaha za nyuklia. Wamekimbia, wamekwenda zao wanadamu na wanyama katika siku hizo na wakati huo, asema Bwana, wana wa Israeli watakuja na wana wa Yuda pamoja, wataendelea njiani mwao wakilia. Kwa hiyo ile Babeli ya zamani haikuwachukua wana wa Israeli, iliwachukua wana wa Yuda. Kumbuka Israeli iligawanyika katika falme mbili. Kuna ufalme wa kaskazini ambao uliitwa Israeli kama Israeli, na ufalme wa kusini ambao uliitwa Yuda. Kwa hiyo anakuambia kwenye hii Babeli nyingine wana wote wa Israeli watakuwa humo. Kwa hiyo hii haimaanishi Babeli ya zamani. Kwanza nimesha kuonyesha hii Babeli itakapoangamizwa itakuwa ukiwa. Halafu tena nikakuonyesha kwamba hii Babeli wana wa Israeli watakuwa wote humo, watakuwa wakifanyaje? Watakuwa kama mateka. Kwa hiyo hii Babeli haiongelei Babeli ya Iraki. Hii inaongelea Babeli mpya ambayo tunaiita yule kahaba aliyowafanya wanadamu wote au watu wote walewe mvinyo, ambayo mvinyo inaenda kwa yale mambo ambayo Marekani anawaambia watu wafanye, iwemo ushoga, demokrasia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haya mambo yote lazima hao watu waje kujenga nchi, kuanzisha nchi kwa kumwaga damu. Tunaendelea. Mungu wao watauliza habari za Sayuni na nyuso zao zitaelekea huko. Ndicho tunachokifanya sasa hivi. Tunauliza habari za Sayuni vipi? Kwa kusoma Biblia na kugundua kwamba sisi ndio wana wa Israeli. Kwa hiyo hapo tunauliza njia ya kwenda Sayuni, ambayo Sayuni inamaanisha
Sayuni ndio wokovu wetu. Sayuni inamaanisha wokovu. Endelea. Njooni nyinyi mjiunge na Bwana kwa agano la milele ambalo halitasahaulika. Italuka mstari wa 14. Jipangeni juu ya Babeli pande zote, nyinyi nyote mpindao upinde. Pigeni, msiudhuie hata mshale mmoja, kwa maana amemtendea Bwana dhambi. Pigieni kelele pande zote, amejitoa. Maboma yake yameanguka, kuta zake zimebomolewa. Kwa maana ni kisasi cha Bwana, msipigieni kisasi. Kama yeye alivyotenda mtendeeni. Mpanzi mkatilie mbali na Babeli, naye ashikaye mundu wakati wa mavuno. Kwa hiyo ndio tunaona Italuka mstari wa 24. Nimekutega mtego, Babeli, nawe ukanaswa, nawe ulikuwa una habari, umeonekana, ukakamatwa kwa sababu ulishindana na Bwana. Bwana amefungua akiba yake ya silaha, naye amezitoa silaha za ghadhabu yake, maana Bwana wa majeshi ana kazi atakayoifanya katika nchi ya Wakaldayo. Njooni juu yake toka mpaka ulio mbali, zifungueni ghala zenu, mfanye kuwa magofu na kumharibu kabisa. Msimsazie kitu chochote, wachinjeni mafahali wake wote, na wateremkie machinjioni. Ole wao, maana siku yao imewadia, wakati wa kujiliwa kwao. Kwa hiyo Mungu anaongelea Babeli, sio Babeli ya zamani, sio Iraki wala wapi. Anaongelea nchi Babeli mpya au Babeli ya kiroho ambayo tunaita ni Marekani kwa sasa hivi. Kwa hiyo ghadhabu ya Bwana inakuja juu ya taifa hili ovu, na anakuambia itakuja ambapo hawakutegemea. Hapo anaongelea nini? Anaongelea vita ya tatu ya nyuklia. Vita ya tatu ya nyuklia watu wengi wanafikiria haitatokea, lakini itatokea wakati ambapo watu wote hawakutegemea. Ndipo wanaambiwa twende. Hii ni kitabu cha Isaya 2 mstari wa 12. Kwa maana kutakuwa siku ya Bwana wa majeshi juu ya watu wote wenye kiburi na majivuno, na juu ya wote walioinuka, nayo yatashushwa chini, na juu ya mielezi yote ya Lebanoni iliyo mirefu na kuinuka, na juu ya mialoni yote ya Bathani, na juu ya milima mirefu yote, na juu ya vilima vyote vilivyoinuka. Kwa hiyo anakuambia siku ya Bwana itakuwa juu ya wote wenye kiburi na juu ya wote wanaojiinua, watashushwa chini. Endelea. Kwa hiyo anakuambia siku ya Bwana itakuwa juu ya vilima, juu ya milima. Unaposema milima au vilima unamaanisha nini? Milima au vilima tunamaanisha nchi. Itashuka mpaka 19. Na watu wataingia ndani ya pango za majabali na ndani ya mashimo ya nchi, mbele ya utisho wa Bwana na utukufu wa enzi yake, atakapoondoka ili aitetemeshe mno dunia.
Kwa hiyo nakwambia kwamba Mungu atakapoondoka kuitetemesha mno dunia, hiyo ndo siku ya watu wenye viburi yote, ya watu watendao maovu yote. Siku ya Bwana itakapokuja, watu watakuwa wanajaribu kujificha chini ya mapango. Kwa nini? Kwa sababu dunia itawayawaya kama mlevi. Kwa nini? Dunia itawayawaya kama mlevi kwa sababu ya vita ya nyuklia. Wanasayansi wanakwambia vita ya nyuklia ikitokea itaifanya hii dunia iumbe na volkano zote zitalipuka. Kwa hiyo siku ya Bwana itakuwa ni siku ambayo dunia itayumba yumba na kutikisika. Kwa nini? Kwa sababu ya vita ya nyuklia. Wanasayansi wanakuambia vita ya nyuklia kwamba Marekani tu na Urusi wakienda kwenye vita ya nyuklia, itakachotokea ni nini? Kitu cha kwanza, kutatokea tetemeko, kwa sababu ile vita ya nyuklia itasababisha kitu kinachoitwa kwa Kiingereza shear force. Hiyo shear force itazifanya vitu vinaitwa kile kitanda ambacho dunia imekaa, kwa Kiingereza tunaita tectonic plates, zitayumba. Kwa hiyo itasababisha ile volkano iliyoko ndani, iliyoko ndani ilipuke. Ndio maana kuna vitu wanaviita dormant volcano, zote hizo zitalipuka. Kwa hiyo siku hiyo ya Bwana itakuwa juu ya nyinyi nyote wenye viburi. Biblia inakwambia Bwana atakaponyanyuka kuitikisa dunia kama mlevi. Na Biblia inapokuambia dunia itayumbayumba na kuwayawaya kama mlevi, inaongelea kuyumbayumba na kuwayawaya kama mlevi kwa kweli. Kama mlevi unapomuona akitembea anayumba kwenye mteremko, hivyo hivyo dunia ndio itakapoyumba na kuwayawaya. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu kinaitwa nuclear war, au tunaita vita ya nyuklia. Wataalamu wanakwambia vita ya nyuklia ikitokea, kuna kitu kinaitwa cataclysm event. Tunaita ni mwanzo mpya wa maisha. Ndio maana unaambiwa dunia itapita na mambo yake, kwa sababu vita ya nyuklia ikitokea, teknolojia utakuwa unaisikia tu. Kwa sababu vita ya nyuklia huwa inaenda kuharibu sehemu inayoitwa ionosphere. Ionosphere ni sehemu gani? Ionosphere ni sehemu ambayo ukipiga simu yako, haya mawimbi ya sauti yanaenda huko, yanasafiri mpaka kwa mtu wa pili. Kwa hiyo vile vipande vilivyotokana na vita na ile bomu la nyuklia, kwa Kiingereza tunaita radioactive material, zitaenda kwenye hilo tabaka la anga, litaliharibu. Baada ya kuharibika lile tabaka la anga, litaacha kupitisha mawimbi ya sauti. Kwa hiyo vita kama vita ya nyuklia inapotokea, huo ndio mwisho wa teknolojia. Huo ndio utakuwa mwisho wa Instagram. Huo ndio utakuwa mwisho wa watu kuposti matako yao Instagram. Kwa hiyo unapoona vita ya nyuklia, bomu la kwanza limepigwa, ujue huo ndio mwisho wa teknolojia yote unayoiona hapa duniani, ikiwemo na umeme. Kwa sababu bomu la nyuklia linapopigwa, kuna kitu kinaitwa electromagnetic pulse. Hiyo electromagnetic pulse inasababisha vifaa vyote vya kielektroniki visifanye kazi. Kwa hiyo Yesu anapokuja, mnayemwita Yesu, Biblia inasema vazi lake litakuwa limechovya kwenye damu. Damu gani? Kulingana na Isaya 63 inakuelezea hiyo ni damu atakayotoka kuwafinyanga watu wanaoitwa Maesau au Edom, au wanajiita kwa leo wazungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anachuki nao kwa maovu waliofanya, kulingana na Malaki 1:4.